Shalom shalom wapendwa, Bwana Yesu asifiwe. Na wasalimu katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Kwa majina naitwa Mama Evangeliste Kito Joel. Sisi ni huduma ya waabuduo halisi, na leo tutazungumzia kuhusu uchumba na ndoa ya Wakristo, na tutakuwa na ulizo fupi ambao tutauliza mwalimu wetu Papa Evangeliste kwa Ben Delphin ili tuelewe vizuri somo yetu ya leo. Ulizo ni hii: vipi tutaweza fafanua uchumba na ndoa ya Wakristo? Karibu mwalimu wetu. Lakini saa inakuja, nayo sasa ipo, waabudu wa halisi watamwabudu Baba katika roho na kweli. Yohana 4:23. Asante sana Mama Kito Joel kwa kutukaribisha. Mimi na Mama Kito Joel ni mke na mume yapata sasa miaka 16. Tunamshukuru Mungu kwa hiyo. Na kwa wamoja ni miaka nyingi na kwa wengine ni miaka ya kiloko, ila kupitia hekima ya Roho Mtakatifu somo hili tutalitoa na tunaamini ya kwamba litajenga tena ndoa zetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Ndio kwa kuanza nitaka kwanza kuwashukuru watu ambao wanaokuwa wakitusapoti kwa huduma hii ya waabudu halisi, sapoti ya maombi, kwa sapoti ya mashauri, kwa sapoti pia ya kujiabone na kupartaje mafundisho ambao tunakuwa tukitoa. Bwana awabariki sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio wapendwa, tutaenda kusoma maandiko matakatifu katika kitabu cha Waebrania sura yake ya 13 na mstari wake wa 4. Tunasoma aya hayo. Maandiko matakatifu inasema ya kwamba ndoa na iheshimiwe na watu wote na malazi yawe safi. Jina la Bwana na lipewe sifa. Amen. Ndio wapendwa, kama jinsi Mama Kito ambaye ni mke wangu, msaidizi wangu alivyosema, leo tunakuwa tukiongelea kichwa ya neno ambayo inasema ndoa na uchumba ya Wakristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Na kisha kusoma maandiko matakatifu na kusoma vitabu mbalimbali ambavyo vinavyosema kwa ajili ya maandalizi ya ndoa na ndoa, tukafafanua ndoa na uchumba ya Wakristo namna hii. Uchumba ni ahadi na masikilizano ya maana kati ya msichana na mvulana, wakiwa na lengo ya kuandaa ndoa katika utakatifu ama katika utakaso. Bwana Yesu asifiwe sana. Inamaanisha nini? Inamaanisha uchumba ni periode ya preparation ya mariage, na binapashwa kuwa katika seriosite, kunapashwa kuwa engagement zenye ziko serie. Hapana vitu ya kudanganyana, hapana vitu ya kupotezeana muda. Hautaambia dada kusema ya kwamba uko naye na mpango ya kumuoa, ijapokuwa unakuwa na wengine mipango, unakuwa na wengine dada mwenye mko napanga naye. Hautaambia kaka unamkubalia kwamba mtaoana, ijapokuwa uko na wengine kaka ambao mko napanga naye. Hiyo sio seriosite, na Wakristo, vijana wa Kristo hawapashe kuwa namna hivyo. Wanapashwa andaa wakikuwa katika seriosite. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kitu kingine, wanandoa
samahani, wachumba wanapashwa andaa ndoa katika utakatifu, katika maisha ya utakaso. Kwa hiyo wachumba wanapashwa kuwa na engagement yenye iko serie. Wasikuwe watu wa kudanganyana, usikuwe mtu ambao kunapotezea mwenzako muda. Wachumba wanapashwa ishi maisha ya kuheshimu Mungu katika maandalizi yao. Hawapashwe ishi maisha ya ndoa kabla wakingali naandaa ndoa. Kwa mfano, kuna kwa mainchi ambazo tunasikiaka wachumba wanaanza kuishi katika nyumba moja, wanaishi chumba moja ijapokuwa bado ni wachumba, na hiyo sio uchumba wa Kikristo, ule ni upagani. Bwana atusaidie sana. Amen. Na ndoa tutaweza tukaifafanua katika hali hii. Ndoa ni agano takatifu ya maisha yote kati ya mume mmoja na mke mmoja, iliyowekwa na Mungu na kubarikiwa na wazazi na serikali pia kanisa. Hiyo ndiyo ndoa, ikiwa na lengo ya kuishi pamoja kama mwili mmoja na kuongeza uzao kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Hiyo ndiyo ndoa. Naweza nikaleta mafasirio kiloko hapo. Inamaanisha nini? Ndoa ni agano la maisha yote kati ya watu wawili, watu ambao tutaweza kusema wako na viungo vya vizazi tofauti, sexe opposé. Sio kusema kwamba mume na mume ama mke na mke wataweza wakaoana. Hiyo sio ndoa ya Kikristo, tutaweza kusema hiyo ni ndoa ya kimashetani. Bwana atusaidie sana. Wanandoa wanapashwa ishi katika upendo na kuvumiliana, kwa sababu ndoa sio vitu ya kupita, sio vitu ya makontra kama jinsi tunasikiaka seme watu watasikilizana kisha wakishindwana wanaachana. Pana, hakuna divorce. Bwana Yesu atusaidie sana. Amen. Ndoa ni mradi ama proje ya Mungu, sio proje ya wanadamu. Hakuna mwanadamu mwenye alianzishaka ndoa. Ndoa ni proje ya Mungu. Tukiangalia katika habari za uumbaji, tukisoma katika maandiko matakatifu katika kitabu cha Mwanzo sura yake ya 2 na mstari wake wa 7, maandiko matakatifu inatuonyesha jinsi Mungu akamuumba Adamu kutoka katika mavumbi. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Na ukiendelea kusoma hapo, ukifika kwa mstari wake wa 21, maandiko matakatifu inatuambia kwamba Mungu akamsinzilisha Adamu, na kisha kumsinzilisha Adamu akachukua ubavu wake wa kushoto na akamtengeneza Eva ama Hawa. Bwana Yesu asifiwe sana. Na kisha Adamu aliposisimuka kutoka katika usingizi wake, akaona kuna kwa kiumbe chengine hapo, na akajaa na furaha na akasema, huyu ni mfupa wa mifupa yangu, huyu ni nyama ya nyama zangu, na ataitwa mwanamke kwa sababu alitoka ndani ya mwanaume. Bwana Yesu asifiwe sana. Akaendelea kusema ya kwamba kwa hiyo mume ataacha wazazi wake na ataambatana na mke wake. Bwana Yesu asifiwe sana. Hiyo inamaanisha nini? Inamaanisha watu wanapokuwa katika ndoa wanaachanaka kwanza na watu wengine wote, wanajikosantre kwanza kundoa yao. Kitu kingine, wanapashwa heshimu structure ama njia ambayo Mungu alijua kaweka kwa ajili ya ndoa. Wanandoa wanapashwa heshimu structure ya ndoa selo volonte ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Tukisoma maandiko matakatifu katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura yake ya 11 na mstari wake wa 3, hapo tunaona jinsi Mungu anapana structure ya familia.
Bwana anasema kwamba Yesu ni kichwa ya mwanaume. Inamaanisha ya kwamba mwanaume anapashwa kwanza dependre na Yesu katika mambo yote. Anapashwa tafuta maidea yote kwa Yesu kupitia maombi, kufuata mwelekezo wa Roho Mtakatifu jinsi atakavyo iongoza ndoa yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Inamaanisha kwamba mwanaume anadependre na Yesu, maana Yesu ndio anasema kwamba yeye ndio kichwa ya mwanaume. Kitu ya pili, maandiko matakatifu inasema kwamba mwanaume ni kichwa ya mwanamke. Bwana Yesu atusaidie sana. Amen. Inamaanisha nini? Inamaanisha kwamba mwanaume anapashwa jua ya kwamba mwanamke iko ku responsabilite zake, anapashwa kumutunza na kumulinda, anapashwa jua koma kujere ma emosio yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Na kitu ya tatu ambacho nitasema hapo, maandiko matakatifu inasema ya kwamba mwanamke ni msaidizi wa mwanaume. Ukisoma maandiko matakatifu katika kitabu cha Mwanzo sura yake ya 2 mstari wake wa 18, maandiko matakatifu inasema kwamba Bwana akasema, si vema mtu awe peke yake, nitamfanyizia msaidizi. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Na tunapoongelea usaidizi sio kusema ya kwamba usaidizi ni kitu ambayo inaonyesha kwamba wanashusha mwanamke ana maana katika familia. Hapana. Kwa sababu mara nyingi hii neno inajuaka sone mubaya wala inakuwaka interprete mubaya na watu mbalimbali, kusema ya kwamba msaidizi maake huko tu pale. Hapana. Kikweli mwanamke anajuaka jouer role kubwa sana katika mambo ya familia ama katika unyumba wa Kikristo, kwa sababu mwanaume anapokuja iko dekuraje ni wewe msaidizi njo utampatia tena ile kuraje. Mwanaume anapokosa furaha ni wewe mwanamke, wewe msaidizi njo unapashwa tena kumurudishia hiyo furaha. Mwanamume akikuwa anachoka ni wewe njo utampumzisha. Kwa hiyo mara nyingi watu wanajuaka interprete hiyo kitu ya kusema msaidizi mubaya, lakini ni role kubwa sana. Mwanamke njo anamalizaka stress za bwana yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Maandiko matakatifu katika kitabu cha Waefeso sura yake ya 5 kwa mstari wake wa 22, maandiko matakatifu inasema kwamba enyi wake watiini waume zenyu kama jinsi mnavyokumtii Bwana. Na kwa mstari wake wa 25 inasema kwamba enyi wanaume wapendeni wanawake wenyu kama jinsi Kristo alivyoipenda kanisa. Kristo kuipenda kanisa akuipendaka juu iko na tabia mzuri. Maandiko matakatifu inasema tulipokuwa tukingali wenye dhambi, Yesu akatufilia msalabani. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tukiendea kwa hiyo wazo ya kusema kwamba ndoa ni ya miaka yote, na ndo maana mwanaume anapashwa kumpenda mke wake inconditionnellement, sio kwa kusema kwamba juu anafanyaka hii jambo fulani, juu iko mzuri mwa hivi njoo nampenda. Hapana. Maandiko matakatifu iko natuonesha ya kwamba unapashwa mpenda kama jinsi Kristo alijuaka kuipenda kanisa. Yesu akutupendaka juu tuko wazuri, hapana. Yesu akutupendaka juu tuko na matendo mazuri, hapana. Yesu alitupendaka jinsi tulivyo, na kwa kupitia ile upendo wake sasa njo ikaanza kutugeuza. Maana maandiko matakatifu inasema kwamba ni yeye ndiye alijuaka kutupenda wa kwanza. Kama leo tutaweza kumpenda Yesu, ni yeye ndiye aliye kutupenda wa kwanza. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Na kwa hiyo mume, ile upendo ambayo utakayo ionesha mke wako itamfanya kwamba kuanza njia yengine ya kuacha hizo tabia ambazo unazoziona kama ni tabia zibaya ndani ya maisha yake.
Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Ni jambo ngumu, lakini hiyo ndiyo maandiko matakatifu. Na wake nao maandiko matakatifu inawaomba kwamba mumutii wanaume zenyu kama jinsi mnavyomtii Baba, kama jinsi mnavyomtii Yesu Kristo. Ujua wake kumtii Yesu Kristo juu kuko kitu fulani. Akikwambia wende hivi unaendaka vile, hawezi kuanza kuuliza Yesu kusema jua nini unanituma huku. Unakuwa na hiyo imani ya kwamba Bwana kwa sababu anasema atatimiza. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Shetani analetaka vitu ambavyo viko opose na mpango wa Mungu. Unaonaka katika ndoa kama jinsi tulivyokuwa tukiongea structure ambayo Mungu alipanaka. Unaona mama anageuka, anajisikia kama enjo, anakuwa kichwa ya nyumba. Saa zingine baba naye anajisikia enjo, anakuwa msaidizi. Unaona vitu vinaanza korogana pali muke njo atii, mume njo anaanza tii pali tuseme baba njo ampende mke wake, mwanamke njo anaanza kuonesha upendo sana, na hiyo mara nyingi inaletaka vitu vinachangamana. Bwana Yesu atusaidie sana. Amen. Labda itaweza kuwa ni kupitia uwezo ambayo mama iko nayo ya kipesa, njo inamtuma akaanza akajisikia kwamba anakuwa kichwa ya nyumba, ijapokuwa hiyo kitu ambayo Mungu alifanyaka aiendane na kusema kwamba kwa sababu uko na pesa, kwa sababu uko na vitu, maake unageuka unakuwa kichwa ya nyumba. Hapana. Kwa mpango wa Mungu, hata mwanaume hana kitu, hata anaikala fasi moja hana kitu chochote, yeye ndiye kichwa kwa mpango wa Mungu, kwa sababu mwanaume njo anapanaka mbegu za uzazi, yeye ndiye anapanaka maisha. Mwanaume iko na nafasi yake na mwanamke iko na nafasi yake. Kwa hiyo wanandoa wanapashwa kuishi katika maisha ya kuheshimiana, wanapashwa ishi katika maisha ya kupendana, katika maisha ya kuangalia jinsi ya kutatua matatizo yao, kwa sababu agano yao ni ya maisha yote, sio ya kuishia njia. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Maana katika miaka ambayo tunayoishi kunakuwa madivorce mingi sana katika masosiete zetu, na hiyo mara nyingi inaendana tu na vitu vidogo vidogo ambavyo watu hawakuelewana wako, kwa sababu watu hawaongeake. Leo shida inakuja, hawataiongelea. Kesho yengine inakuja, hawataiongelea. Hiyo inafaa kwamba roho zao zinajaa na matatizo mingi. Itakiafika wakati kitu kiloko tu inatokea, kwa sababu roho ilisaka jaa vitu vya mingi, na njo hiyo kitu inatokea. Watu wanatwala decision za kuachana, ijapokuwa hiyo haiko njo mapenzi ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kwa hiyo wapendwa, kwa kumalizia somo letu hili, naweza kusema ya kwamba kitu ya kwanza, watu ni kuishi kwa upendo, na kingine ni kuvumiliana, kuchukuliana. Hakuna mtu anakuwa parfait, kila mtu iko na madefo yake, lakini hiyo madefo njo inafanyaka diversite ya unyumba. Maana watu wote hawezi kuwa katika njia moja. Kila mtu anakujaka kuko kwa litokaka, kila mtu iko na edukasio yake, lakini mtakapofika pamoja, mtakapokuwa pamoja, njo munaanza angalia sasa, huyu mwenzangu iko na iki na iki na iki cha apendake, na huyu naye iko na iki na iki cha apendake. Sasa kwa sababu mnaongeaka, ile kitu haitakuwa problemi. Kama mkiongelee, njo itazaa vitu vibaya, lakini tukwe naongea, tukwe na chukuliana, maana sote tunakuwa na udhaifu na Mungu atatusaidia na
tutafika katika lengo ya ndoa sasa na jinsi Mungu alijuaka kuiandaa. Tulikuwa nasema ya kwamba tutaomba kwa ajili ya ndoa zetu za Wakristo popote duniani, ili Bwana awe na kitu ambacho atafanya kwa ajili ya ndoa zetu, na tunaamini ya kwamba Bwana tena atarestore, Bwana ataleta upendo ambao ulikuwa umekwisha kufa katika ndoa mbalimbali. Bwana atafanya kwamba watu ambao walikuwa katika njia ya divorce tena warudiane. Bwana atafanya muujiza katika ndoa zetu, hiyo kitu tunaiamini, na Bwana pia atafungua milango ya baraka ili wanandoa waishi pia katika amani ya kipato pia. Bwana Yesu asifiwe sana. Naenda kupaza sauti, tutaomba sote, ila mimi nitapaza sauti. Baba, katika jina la Yesu tunalisifu jina lako kwa ajili ya sana wakati kama huu. Kwa kumaliza somo yetu hii Baba, tunaenda ombea ndoa za Wakristo na zile ambazo zisizokuwa za Wakristo. Baba, uwatembelee Baba, neema yako ionekane. Angalia watu ambao wanakuwa wakiishi katika hali ya mafarakano, ndoa ambazo wanandoa hawapendani, ndoa ambazo wanandoa hawasikilizane. Baba, hizo ndoa uzitembelee na ulete mwangaza katika ndoa hizo, na hivyo ni katika jina la Yesu Kristo. Neema yako iwe juu yao. Tunaomba kwamba hizo ndoa ambazo zilikuwa zilisachukua decision ya kuachana, ya kufanya divorce, kwa siku ya leo, acha Baba warudiliane tena. Roho wako Mtakatifu awatembelee na awaoneshe kama kuna kuwa solution kwa ile tatizo yao. Katika jina la Yesu tunaomba kwamba ufungulie wanandoa milango ya baraka, ili wapate jinsi ya kutunza watoto wao, ili wapate jinsi ya kuishi pia wakikuwa na amani. Maana ndoa ni muradi wako, ndoa ni proje yako, Yesu Kristo. Asante maana Baba utatenda yaliyo mema. Ni katika jina la Yesu Kristo tunaomba tukishukuru. Amen.